Yeye ni mshambuliaji, na ushambuliaji mara nyingi huwa unatembea katika namba zake zinasemaje. Ukiangalia toka jiunge ASEC Mimosas amecheza mechi 3 za kimataifa, CAF Confederation Cup. Katika hizi mechi 3, mechi moja ameanza katika kikosi cha kwanza, lakini mechi 2 ametokea katika benchi akiingia kwenda kujiunga na kikosi ambacho mwalimu alikiamini kwa kikosi cha kwanza. Lakini kwa sasa kila mmoja anafahamu hilo. Stefan Aziz Ki msimu ujao anaweza asiwe miongoni mwa wachezaji wa Jangwani. Ukimwangalia Clement Waridi Mzinze naye pia anahusishwa kuondoka ndani ya Dar es Salaam Young Africa. Ukimwangalia Kennedy Musonda naye pia anahusishwa kuondoka ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Lakini pia hata Maxim pia Zengeri naye pia yupo katika hatua za nusu kwa nusu. Kwa hiyo ina maana kwa sasa hivi kikosi cha Dar es Salaam Young Africa kinasukwa ili kuweza kuleta matokeo chanya zaidi. Na ukiangalia katika msimu uliopita, misimu hii iliyopita, Dar es Salaam Young Africa imefanya vyema sana michuano ya kimataifa. Lakini kwa sasa uongozi wa Dar es Salaam Young Africa unaonyesha dhahiri kuwa unahitaji kuweza kufanya vyema zaidi katika msimu ujao wa klabu bingwa barani Afrika. Habari yako mwana Steam Media, habari yako mwana michezo, karibu katika kipindi hiki niweze kukujuza taarifa ambazo zinazidi kukonga vichwa vya watu duniani na kama itoshi hapa nchini Tanzania. Bana, kati ya taarifa ambayo tumekuja kukusogezea hii leo ni taarifa ambayo inamhusisha mshambuliaji maridhawa kabisa, raia wa kigeni ambaye anahusishwa na vinara wa ligi kuu ya kabumbu nchini Tanzania. Yani hapa nawazungumzia Dar es Salaam Young Africans ambao wanasadikika kwamba wapo kwenye hatua za mwisho za kuweza kunasa saini ya kiungo huyo mshambuliaji raia wa kigeni kutoka huko nchini Ivory Coast. Bana, hapa kukusanya hayo yote nimekuja na mchambuzi anaitwa Steven Mapunda ambaye ataweza kuthibitisha kinaga ubaga kuweza kukujua pengine ukweli huu ni wa kiasi gani na mchezaji huyo ataweza kuongeza kitu gani ndani ya kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Bana, Steven Mapunda, habari ya sasa hivi? Mimi niko poa. Mambo yanaenda? Niko poa, sawa bin sawia. Kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kinasadikika kwamba kipo kwenye hatua za mwisho za kuweza kunasa saini ya kiungo mshambuliaji kutoka kule nchini Ivory Coast. Kiungo huyo anaweza kuongeza kitu gani ndani ya Dar es Salaam Young Africans na ni mchezaji wa namna gani? Ni kweli kwenye meza yangu nimepata hiyo taarifa kuwa Dar es Salaam Young Africa kwa sasa wapo katika mpango wa kuweza kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa, na wamepiga hodi katika nchi ya Ivory Coast katika timu ambayo inasadikika kuwa ni chuo cha kuweza kuzalisha vipaji, ASEC Mimosas, ambao hawa wameweza kuwa na mchango mkubwa sana katika mpira wa Afrika na kuweza kutoa vinara wengi sana. Ukiangalia katika ardhi ya Tanzania wamekuja kwa mfano kama unavyomuona Jasha Aua ametokea pale, ukimwangalia Stefan Aziz Ki ametokea pale, ukimwangalia Piedo Pacome Zouzoua ametokea pale, ukimwangalia Yao Atoula Koasi ametokea pale. Kwa hiyo ni mazao ya wachezaji wengi sana ambao wameweza kupitia katika timu ile na kuweza kuleta madhara makubwa na kuleta effect ya maana sana katika ligi yetu. Na kwa sasa tunaiona Dar es Salaam Young Africa ikiwa inaingia katika mawindo yake ya kuweza kunasa saini kutoka katika timu hiyo hiyo. Na mchezaji mwenyewe anaitwa Celestine Eka, ambaye huyu ni mchezaji ambaye ni mshambuliaji wa pili na umri wake ni miaka 23 kwa sababu amezaliwa Januari 1 mwaka 2002 pale nchini Cote d'Ivoire. Lakini pia anasimamiwa na Nasi Football Management ambao hawa wamekuwa na historia ya kuweza kuuza wachezaji ndani ya Afrika na nje ya bara la Afrika, na hilo dili wao ndo wanalisimamia kwa sababu ndio mchezaji wao ambao wanamsimamia. Na hata pale ASEC Mimosas pia amejiunga kwa mkopo. Amejiunga pale mnamo Januari 2 mwaka 2025 akiwa anacheza pale, yupo kwa mkopo. Kwa hiyo hata Dar es Salaam Young Africa katika kumuhitaji imekuwa ni dili ambalo linawezekana kabisa kufanyika kwa sababu ni mchezaji ambaye yuko pale kwa malengo ya kibiashara. Kwa hiyo hata Dar es Salaam Young Africa walipogonga hodi pale inakuwa rahisi zaidi kuweza kumfungulia milango na kuweza kuingia ndani ya viunga vya Jangwani. Na pia ukiangalia urefu wake ana sentimita 180.
uzito wake ana uzito wa kilogramu 68. Kwa urefu huu wa sentimita 180 ukiupeleka katika futi, maana yake anakuwa na futi 5 na inchi 10 point kama 8 hivi. Kwa urefu huo ni urefu ambao uko sawa sawia kabisa kuweza kupambana na mabeki mbalimbali, hususan katika ligi yetu ya Tanzania. Ukiangalia kama kina Blaza Kihamza ana futi 6, ukimwangalia kama Hussein Kazi ana futi 5, ukija kumwangalia Bakari Nondoma Mnyeto ana futi 6, ukiangalia Ibrahim Baka futi 6, ukija ukimwangalia Dickson Jobu ana futi 5. Kwa hiyo ni aina ya mshambuliaji ambaye hata akija katika ligi yetu, competition ambayo atakuja kuitoa kwa mabeki wetu itakuwa ni competition ambayo itakuwa inaleta faida zaidi katika ligi yetu. Lakini pia kwa uzito aliokuwa nao wa kilogramu 68, sio uzito ambao wa kutisha zaidi, kwa sababu huo ni uzito ambao kulingana na umri wake aliokuwa nao ni uzito ambao unaweza ukawa una faida tu kubwa kwa upande wake, kwa sababu unaweza usilete madhara makubwa kwa kiasi hicho. Na pia yeye ni mshambuliaji, na ushambuliaji mara nyingi huwa unatembea katika namba zake zinasemaje. Ukiangalia toka jiunge ASEC Mimosas amecheza mechi 3 za kimataifa, CAF Confederation Cup. Katika hizi mechi 3, mechi moja ameanza katika kikosi cha kwanza, lakini mechi 2 ametokea katika benchi akiingia kwenda kujiunga na kikosi ambacho mwalimu alikiamini kwa kikosi cha kwanza. Na katika hizi mechi zote 3 ambazo amecheza ameweza kuscore magoli 2. Kwa hiyo ina maana kwamba katika viwango vya ufanisi huyu bwana anakuwa anapata 80% kupanda juu, kwa sababu ana wastani mzuri katika mechi 3, na maana ana wastani wa kufunga goli katika kila mechi moja, anaweza akafunga goli 1. Kwa hiyo ina maana kwamba wastani wake umekuwa ni mzuri zaidi. Ana misi mechi moja tu kuondoka na goli, katika mechi 3 mechi 2 anaondoka na goli. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaweza akawasaidia zaidi Dar es Salaam Young Africa, na pia litakuwa ni dili ambayo kwa upande wao itakuwa imezidi kuwapa hamasa na kuweza kufungua zaidi. Bana, kikosi cha Dar es Salaam Young Africans ni kikosi ambacho kimesheheni nyota wengi kweli kweli, hasa katika upande wa ushambuliaji. Sasa swala ambalo pengine wengi wanajiuliza hivi sasa, kiungo huyu anakuja kuongeza kitu gani cha kiutofauti ambapo kitu hicho kimeweza kuwavutia Dar es Salaam Young Africans na kuweza kumfukuzia na kunasa saini yake? Ukiangalia upande wa Dar es Salaam Young Africa kwa sasa, ni kweli wana wachezaji na viungo ambao wanaonyesha kuwa wana morali na wana takwimu nzuri ya kufunga, lakini kwa sasa kila mmoja anafahamu hilo. Stefan Aziz Ki msimu ujao anaweza asiwe miongoni mwa wachezaji wa Jangwani. Ukimwangalia Clement Waridi Mzinze naye pia anahusishwa kuondoka ndani ya Dar es Salaam Young Africa. Ukimwangalia Kennedy Musonda naye pia anahusishwa kuondoka ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Lakini pia hata Maxim pia Zengeli naye pia yupo katika hatua za nusu kwa nusu. Kwa hiyo ina maana kwa sasa hivi kikosi cha Dar es Salaam Young Africa kinasukwa ili kuweza kuleta matokeo chanya zaidi. Na ukiangalia katika msimu uliopita, misimu hii iliyopita, Dar es Salaam Young Africa imefanya vyema sana michuano ya kimataifa, lakini kwa sasa uongozi wa Dar es Salaam Young Africa unaonyesha dhahiri kuwa unahitaji kuweza kufanya vyema zaidi katika msimu ujao wa klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo lazima waweze kurecruit wachezaji ambao wanaweza wakawapeleka katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo ukimwangalia Celestine Eka ni mchezaji ambaye exactly kabisa anaweza akawapeleka eneo ambalo wao linaweza likawa ni eneo la nchi ya ahadi. Pia faida ambao wanaipata, Pacome Pierre Zouzoua ana uhakika kubaki ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Mpaka sasa katika meza yangu ya tetesi sijapata tetesi yote kama ana mpango wa kuondoka ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Kwa hiyo atapokuja pale tayari atakuwa shampata mwenyeji ambaye amecheza naye ASEC Mimosas, ameishi naye nchini Cote d'Ivoire pamoja, lakini pia yuko Yao Ataula Kowasi naye pia Yanga hawana mpango wa kuweza kumtoa kwa sasa, ingawa ni majeraha, lakini ana mpango wa kuweza kuondoa kipindi cha karibuni. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwa ujio wake yeye utakuwa ni ujio ambao una faida kubwa sana ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa.
Tunamuona mchezaji huyo akileta utofauti wa aina gani sasa ndani ya kikosi hicho cha Dar es Salaam Africans mara baada ya kutoa ndani ya kikosi hicho? Atakuwa na utofauti gani ndani ya kikosi hicho ukilinganisha na sasa? Ukimwangalia Celestine Eka, yeye ni mchezaji ambaye ni second striker, lakini pia ana uwezo wa kutokea pembeni, ana uwezo wa kucheza pande zote mbili, ana uwezo wa kutokea kulia, ana uwezo wa kutokea kushoto. Hii ni advantage kubwa sana kwa Mirudi Hamdi, kwa sababu Mirudi Hamdi pia wakati mwingine tunamuona akiwa anapenda zaidi kutumia wachezaji ambao wanaweza kufungua mabeki kutokea upande wa kulia ama kutokea upande wa kushoto. Tofauti yake huyu na Stefan Aziz Ki anakuwa mzuri zaidi anapokuwa anakaa katikati ya lango, anapokaa katikati kama mshambuliaji namba 2, namba 10 ambaye anakaa katikati. Lakini ukija ukimwangalia Celestine Eka, hana tofauti na vile anavyocheza Pacome Zouzoua, hana tofauti na vile ambavyo anacheza Maxim Pia Zengeli. Ila alichoongezewa tu huyu ana ufanisi mkubwa sana katika kufanya finishing. Kwa hilo litakuwa faida sana kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa. Uone kwamba anaweza kuwa chaguo la pili kwa sababu ukimwangalia ni mchezaji ambaye anatumikia klabu ya ASEC Mimosas kwa mkopo na sio mchezaji ambaye of course ni kwamba mchezaji ambaye labda amekaa kwa muda mrefu pale ndani ya kikosi hicho. Uone kwamba labda hiyo pengine sio viwango vya Dar es Salaam Africans. Ni viwango vyao, kwa maana ya kwamba kwanza unaangalia age aliyokuwa nayo. Kwa hiyo akifika ndani ya viunga vya Dar es Salaam Africa kwa age yake itakuwa inasaidia zaidi kuweza kufika katika malengo. Ana miaka 23 pekee. Miaka 23 ukiangalia ni program ambayo unaweza kuweka long term program wanasema. Kwa maana ya kwamba hata ukimpa mkataba miaka 3, miaka 5, bado umri wake utakuwa unakulipa zaidi. Kwa hiyo hilo pia viongozi wa Dar es Salaam Africa wanaliangalia zaidi. Zamani walikuwa wakifanya usajili, timu zetu za Tanzania zilikuwa zikisajili wachezaji wa kimataifa, zinasajili wachezaji ambao umri wao umeshakwenda. Kwa hiyo unakuta kwamba bado hata katika namna ya kuweza kukechi mafundisho tayari wameshakomana kile ambacho wanakijua, lakini akiwa katika umri mdogo kama huo kuja katika viunga vya Dar es Salaam Africa inakuwa ni sehemu ya faida kwa upande wa Dar es Salaam Africa. Umri wake unambeba zaidi, lakini pia hata talent aliyokuwa nayo na takwimu zake pia zinambeba. Mechi 3 amescore mara 2. Kwa hizi ni takwimu ambazo kwa mfungaji ndio namba ambazo zinaweza kumfanya awe na soko kubwa katika soka la Afrika. Ni Steven Mabunda akimaliza hivyo na kuweka nukta hapo, tukiangazia mchezaji ambaye anahusishwa kusajiliwa katika klabu ya Dar es Salaam Africans, zikiwa ni tetesi za kuinasa saini ya kiungo huyo mshambuliaji maridhawa, kiungo hatari kweli kweli. Muda wote ulikuwa na mimi Ladini nikikupitisha katika tetesi mbalimbali. Sasa tukizungumzia huyu Celestine Eka ambaye yupo katika klabu ya ASEC Mimosas. Na maliza hivyo nikutakia tu wakati mwema. Cha kukusii na kukusisitiza ni kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa hizi kila siku. Bwana anakuaga namna hiyo.